majina naitwa Francis mwana wa Israeli Chengula, ninatokea kijiji cha Utego. Mheshimiwa Dasi ambaye amekuja kwa niaba ya mkuu wa wilaya, mimi si mwanakikundi katika vikundi vilivyokuwa vimeomba, lakini nimekuwa nikiumizwa ndani ya moyo wangu kwa ajili ya vikundi hivi ambavyo vimeomba hiyo mikopo jinsi vinavyoumizwa. Mheshimiwa Dasi, kama kungekuwa na uwezekano mikopo hii isingekuwa inapitia halmashauri, mikopo hii Mheshimiwa Dasi ingekuwa inapitia benki, maana benki tumekuwa tukikopa pesa, hakuna ubabaishaji wa design hii. Kuna ndugu yangu mmoja mlemavu, ukimwona mpaka unamuonea huruma. Kikundi chao kimegharamia mpaka kimefikisha Laki6, anakuja kupata mkopo wa milioni 1. Hebu niambie Dasi, mambo gani tunayofanya haya? Eti ni mambo gani tunayofanya? Laki6 kaingiliwa anakuja kupewa mkopo milioni 1. Wakati benki pale nikienda kuchukua milioni 1 nalipa 7% kwa mwaka, ambao ni 70,000. Sasa nafanya mambo gani? Kama sio kupoteza fedha ya kuendelea kulelea watoto wangu na kusomesha watoto wangu. Mimi nikuombe Mheshimiwa Dasi na nyinyi waandishi wa habari hizi ninazozizungumza hapa leo zimkute Mheshimiwa Samia ili aweze kuziona kuwa mfumo ambao unakwenda na hii mikopo si mfumo sahihi. Kuna watu ambao wamebahatika kupata ajira lakini bado wanataka wajilemeshe na hii mikopo. Tunawaomba sasa Mheshimiwa Samia kupitia vyombo vya habari hivi vilivyopo hapa, mkopo huu ubadilishe system kama ilivyobadilishwa system kipindi kile habari ya mbolea ya ruzuku. Kila kitu kimekuwa sio uaminifu tena. Mnatuma maombi, lakini maombi hayo ukienda bila chochote na kisema na wewe kwamba habari ya rushwa tupige chini, basi sisi wa chini kabisa hatuwezi kupata haki. Kweli. Ombi langu ni kwamba kwa sababu umesema tutume tena haya maombi, uandae basi au uweke mpango mzuri ambao kwa sisi sote tutafahamu kwa utaratibu ambao utakuwa sio wa kugharimu fedha tena ili kuweza kutuma maombi haya. Tofauti na hapo, kama ulivyoona mwanzo, baada ya kusema kuwa watu warudie, watu wameguna huko, na mimi nilikuwa miongoni mwao, kwa sababu ninafahamu mgogoro wa kutekeleza mpaka kufika hatua ya kukidhi vigezo vya kupata mkopo. Tumehangaika mno, lakini mwisho wa siku mahangaiko yetu yamekuwa bure. Ukizingatia katika kijiji chetu kile cha Mwakaganga kikundi kilikuwa kimoja tu cha Kitamba. Kwa hiyo kama ungefuatiliwa usawa wa maagizo ya mama kwamba watu wapate mikopo kwa kuzingatia vigezo, basi Mwakaganga nafikiri tungestahili kupata, kwa sababu tulikuwa kikundi kimoja na vigezo tukifuatilia kulingana na maelezo ya wataalamu wetu. Kwa kusema hivyo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaomba kwa maagizo uliyosema turudie upya, basi tunaomba uandaliwe utaratibu mwingine utakaokuwa mzuri na mwepesi kufikika kutuma maombi yetu ya kuomba mkopo na kuonekana tumekidhi vigezo. Asante. Kikundi changu kinaitwa Mwamakula Group. Mheshimiwa, kwanza mimi nitakuwa sina mambo mengi ya kuzungumza zaidi ya kukushukuru kwa elimu ambayo umeitoa, ambayo wanakikundi hawa hatukuwahi kupata elimu kama hiyo. Kwa nitakuwa ni mnyimi wa fadhila pasipo kushukuru sana. Kwa hiyo mimi ninakushukuru. Yamkini elimu hii ambayo tumeipata, tungekuwa tumeipata toka hapo mwanzo, yasingekuwa yanajitokeza haya ambayo yaliyokuwa yanajitokeza. Kwa hiyo mimi ninakushukuru sana kwa elimu ambayo umetupa, lakini naamini hata sisi wenyewe tumeshapata elimu ya kutosha. Asante sana. 8 mpaka 45. Lakini kuna mtu amesema mkiwa na mikopo kidogo, fedha kidogo, msio mnatangaza tunajitokeza wengi. Kwa kuwa tunakuja kuomba wengi, tunakosa. Ninyi wenyewe tukifungia watu kule, mtasema mambo yako wazi ninyi wenyewe. Kwa kila kitu kinao ubaya na uzuri wake, ndugu zangu. Tukubaliane hivyo. Tukijifungia kule, tukasema Samaria jamii tuletee vikundi vitano. Kwanza tutaongeza rushwa upatikanaji wenu. Lakini 2,
hatutajua uhitaji wa mikopo hiyo, hatutaelewa uhitaji wa mikopo hiyo. Ndio maana Mheshimiwa Rais akasema watangazie watu kama kuna mikopo waombe. Kwa mfano, pamoja na wamaizi Ubaruku mzima vikundi vilivyopata sifa ni vikundi 14. Kati ya 14 vimefanikiwa kupata mikopo vikundi 13. Hivi hapa yule kasema tulikagua vikundi 14, ni kweli. Vikundi 14 vilipata 13. Kimoja ndio akikupata, ilitakiwa lazima kimoja kisipate ili nyakata zingine wapate. Sasa kama mlikaguliwa 14 mkapata 13, sijui pengine, lakini kama mlikaguliwa vikundi 14 vikapata 13, mimi nadhani tulifanya kwa ukubwa sana wakati wa Ubaruku. Isipokuwa kwa kuwa toe haya maelezo kwa wananchi mapema, lazima wasielewe. Ndio maana tumesema hii mikopo hakuna kutoa mpaka elimu itolewe kwa wananchi au kwa wakopaji. Sasa mlikuwa mnajua kwamba vilikaguliwa vikundi 14, mlijua hayo? Mlijua? Vilikaguliwa 14 vikapata 13. Kwa sababu tunalipa. Hicho kimoja ilikuwa lazima kibaki, wengine wapate maeneo mengine, maana pesa yote ingekuja Ubaruku. Sasa wito wangu, kwa kuwa kila aliyekuja hapa amemshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hapa kwa kutoa hiyo pesa, hawa ambao hawakupata na wametokeza hapa kwamba walikuwa na sifa, wengine mlisema wana sifa mkawapigia simu baadaye kwamba kikundi chako kisomeki vizuri, ndio vipaumbele niliosema vikundi 10 vitoke hapa, kuanzia hao waliopita hapa. Wale waliopita hapa, hebu mtokeeni hapa, njoni huku. Waliopita wote wale. Wewe ulipata, tunakudai, kaa hapo. Wapita kwa hawajakopa, wewe una deni. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi mtendaji wa Fundi Kinara Limited. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam. Tunakukaribisha wewe fundi ambaye unatafuta kazi, lakini pia Mtanzania ambaye hujui upate wapi fundi. Sisi kazi yetu kubwa, tumeangalia changamoto kubwa kwenye jamii. Moja, unakuta pengine una ujenzi, hujui nipate wapi fundi mzuri. Na fundi mzuri ni yule ambaye moja ni mwaminifu, mbili amefanya kazi kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo tunakaribisha mafundi wote mjisajili Fundi Kinara Limited, lakini pia Mtanzania ambaye unahitaji fundi, iwe ufundi wa ujenzi wa nyumba, iwe awe fundi bomba, fundi AC, fundi wa kutengeneza pengine bustani yako, fundi wa kutengeneza gari, sisi tunakutafutia fundi na tunasimamia kazi yako. Karibuni sana.